Lau madhambi ingelikuwa ni harufu mbaya, hakuna yeyote ambaye angekaa na mwenzie hapa. Kila mmoja wetu ana harufu yake ya kutisha, lakini Mungu kwa rehema yake ametusitiri sisi Waislamu. Yule mmoja anamwambia Ibrahim ibn Adham, inni asraftu ala nafsi bilmaasi dullani ala tariq atawaqaf anil maasi. Mimi bwana, kwa kweli nimeifanyia fujo nafsi yangu mimi kwa maasi mengi, nimefanya mambo mengi sana, nimefanya machafu mengi, na kuomba unioneshe njia ya kuweza kuacha hizi maasi katika maisha yangu. Ibrahim ibn Adham akampa suluhisho tatu. Suluhisho ya kwanza akamwambia, idha aradta an ta'si Allah tabaraka wa ta'ala fala ta'sihi fi ardhihi, utakapotaka kumaasi Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehema mtukufu, si usimaasi katika ardhi yake, tafuta ardhi nyingine. Ule bwana akamwambia, wa aina askun wal ardu kulluha lillah, mimi nitaishi wapi na ardhi yote ni ya Mwenyezi Mungu. Akamwambia, wa idha aradta an ta'si Allah tabaraka wa ta'ala fala ta'kul min rizqihi, utakapotaka kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi usile katika riziki yake. Ule bwana akajibu akasema, la razika illa Allah, kwa kweli hakuna ambaye anayetoa riziki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anauliza katika surati al-Mulk, amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi utuwi wa nufur, nani mwingine ambaye atawapeni riziki nyinyi? Kwa Mwenyezi Mungu ataamua kuishika riziki yake, kuifunga riziki yake, bali nyinyi mnaendelea tu katika kumuudhi Mungu na kumaasi, wala hamjali. Lau Mungu atazuia riziki yake katika dunia hii, ndugu yangu, tutakimbilia wapi? Maana suluhisho ya tatu akamwambia, wa idha aradta an ta'si Allah tabaraka wa ta'ala fa'asihi min haythu la yarak, na utakapotaka kumaasi Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa utukufu na rehma, basi tafuta mahali ambapo utamuasi Mungu na Mungu hakuoni. Ule bwana akajibu akasema, wa hal takhfa min Allahi khafiya, kuna mtu kweli anaweza kujificha Mwenyezi Mungu asipate kumuona? Wa ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur, Mwenyezi Mungu anajua uhaini wa macho na kilichofichika ndani ya nyoyo. Taskun fi ardillah wa ta'kul fi rizqillah wa ta'kul min rizqillah wa ta'sihi haythu yarak, kaifa tarju an-najata idhan. Wewe leo unaishi katika ardhi ya Mungu, unakula riziki ya Mungu na una maasi na yeye anakuona tu, vipi tena unatarajia kufaulu au kunusurika katika maisha yako? Ndugu yangu, ule bwana fajaala yabki, akaanza kulia mpaka akaanguka chini, na ndio ikawa sababu yeye kuacha madhambi yote alikuwa akiyafanya.